ni Ijumaa Kuu au Ijumaa Takatifu, ambapo katika Ijumaa Kuu ni siku ambayo Wakristo kote duniani tunaadhimisha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kama yatakavyosimuliwa katika Injili ya Yohane. Ni siku ambapo yanafanyika maadhimisho ya neno la Mungu, ambayo hatima yake ni Dominika ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna ibada ya misa, ni adhimisho la neno la Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hadi katika ibada itakayoweza kufanyika saa 9 ni ibada ya Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu inampatia nafasi Mkristo aweze kutafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Mungu ambaye anaufanya upya ulimwengu na kumjalia mwanadamu aelewe nini maana ya utukufu kwa damu yake takatifu. Hii ndio siku ambayo Yesu alikamatwa. Ndio siku ambayo Yesu anashitakiwa kwa madai ya uongo na Wayahudi, na kwa mamlaka ya Kirumi anahukumiwa kifo. Ijumaa Kuu ni njia ya fumbo la msalaba. Tunaenda kuona nguvu ya msalaba katika siku ya leo. Ulimwengu na ubaya wake wote unahukumiwa na huyu Yesu anayekufa pale msalabani. Na kupitia nguvu ya msalaba unaenda kumtangaza Kristo kwamba ndiye mfalme wa ulimwengu. Msalaba siku ya leo unadhihirisha wazi kwamba msalaba ndio madhabahu ambapo Kristo amelala, anatolewa sadaka. Na msalaba unageuka kuweza kuwa chombo cha aibu, kuwa chombo cha utukufu. Msalaba kuanzia leo unang'aa, unawavuta watu wabaya na wema. Msalaba unawafanya watu watubu dhambi zao. Msalaba unawafanya watu waweze kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, wakikiri na kupiga vifua vyao, nimekosa mimi, Bwana utuhurumie. Kwa njia ya fumbo la msalaba kwenye siku ya Ijumaa Kuu, ulimwengu unahukumiwa, kwani Kristo ambaye ameteswa na kudhihakiwa sana kabla ya kutundikwa msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, anamwaga damu yake pale msalabani. Na ile damu inayomwaga pale msalabani inafanya mambo makubwa ya ajabu sana. Jambo la kwanza, hii damu hii inayomwagika inaenda kufufua wale wafu wote waliokuwa wamekufa. Makaburi yanafunuka, miamba inapasuka, miili ya watakatifu iliyokuwa imezikwa inatokea katika jiji la Yerusalemu. Yaani Yesu ananunua watu wote kwa damu yake takatifu. Ni siku ambayo msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo unapaswa kuabudiwa. Ndio maana waumini wote wataenda katika ibada ya Ijumaa Kuu. Asubuhi watatembea katika njia msalaba, wakipita katika mitaa, wakitangaza mateso ya Yesu Kristo, ambapo ndani mwake Wakristo hawa na wenyewe pia wanapita katika mateso hayo kama Yesu alivyohukumiwa bila kupewa nafasi ya kuweza kujitetea. Wakristo na wenyewe pia wanapita katika njia ya Yesu, kwamba kuna nyakati umehukumiwa kupewa nafasi ya kuweza kujitetea. Yesu aliyebeba msalaba mzito kwa ajili ya dhambi zetu pia asimame aweze kukutetea. Kuna nyakati tunakataa misalaba yetu ambayo ni majukumu mbalimbali, familia, kazi. Misalaba ni mizito. Yesu alipokea msalaba, akaubeba, akasonga mbele. Yaani kuna faida kubwa sana kuweza kupokea majukumu
hata kama tumesingiziwa, pokea masingizio hayo, pokea kukataliwa huko, pokea hukumu ambayo umepewa, ipokee, usikatae. Mbele huo msalaba utageuka kuweza kuwa utukufu kwako. Kama Yesu alipopokea ule msalaba, haukuwa kwake, lakini mbele ukageuka ukawa utukufu kwake. Kuna nyakati katika msalaba utaanguka. Yesu alianguka akiwa mbeba ule msalaba mara 3. Maanguko ya mwanadamu katika swala zima la dhambi, tuanguka sana tukiwa tumebeba misalaba yetu. Uzito wa misalaba unatupelekea tuweze kuanguka. Uzito wa wito wako ambao uko nao unakupelekea uweze kuanguka. Uzito wa uongozi ambao umepewa unakupelekea uweze kuanguka maneno yako. Uzito wa ndoa na familia yako, wengi wanaanguka. Lakini Yesu kwa uzito wa msalaba aliamka, akasonga mbele. Anatualika pia siku ya Ijumaa Kuu. Haijalishi msalaba ni mzito kiasi cha namna gani, umeanguka katika viwango vya namna gani, inuka, songa mbele. Mbele kuna utukufu zaidi kuliko ulikotoka. Golgotha kuna utukufu zaidi kuliko ulikotoka. Na ndivyo anavyotualika Yesu siku ya leo. Ni siku ambapo kila Mkristo anakaribia kwa ujasiri katika kiti cha enzi cha Mungu mwenye neema, ili kuweza kupokea huruma na neema ya kuweza kutusaidia wakati wa shida. Waebrania sura 4 aya 16. Kwa kila mmoja atakaribia katika kiti cha rehema, yaani kwenye msalaba, ili aweze kupata msaada wa kuweza kumsaidia wakati wa mateso. Kujui baadaye yatakuta mambo ya namna gani. Maadhimisho ya Ijumaa Kuu, Ijumaa Takatifu, sio kumbukumbu jinsi Yesu alivyoteswa, bali tunaadhimisha mateso ya Bwana sisi wenyewe. Yaani kanisa linatua mateso na kuwa sehemu ya maisha yake. Hivyo katika ulimwengu wa leo, mateso yanaendelea kuwa mwili wa kanisa. Mateso yataendelea kuwa ni sehemu ya maisha yako, kwa sababu kanisa linapita katika mateso, linazikwa na kufufuka pamoja naye. Nasi tutapita katika mateso, tutakufa na kufufuka pamoja naye. Kwa hiyo ni maadhimisho yetu pia. Siku ya leo kwa njia ya msalaba, kanisa linayaelewa maisha ya Kristo ambaye aliupenda sana ulimwengu, akatoa uhai wake kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Siku ya leo umuelewe sana Kristo aliyeupenda ulimwengu, aliyekupenda sana akamwaga damu yake ili uweze kuwa na uzima tele. Ijumaa Kuu iweze kuwa baraka kwako katika siku ya leo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.